Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Raha milele umpe Mheshimiwa William Lukuvi, Bwana. Apumzike kwa amani. Naitwa Augustine Dominic Shio, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Mtakatifu Monica, ambapo ndugu yangu, rafiki yangu Mheshimiwa William anaishi na familia yake. Msiba umetokea, na mwachia Mwenyezi Mungu. Binadamu hatuna la kufanya. Sisi ambao ni hai tumshukuru na tutegemee lolote kuanzia wakati huu. Takuwa mimi, takuwa wewe, kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu basi atujalie afya njema ya kumtumikia yeye kama alivyomtumikia ndugu yetu William Lukuvi. Binafsi nilimfahamu William awamu ya 3 ya uongozi wa nchi hii wakati wa Mzee Mkapa, yeye akiwa ndiye amepata ubunge wa kwanza. Wakati huo ilikuwa ni vyama vingi, na kwa kweli mimi nilikuwa huko kusini, nilikuwa wakili wa serikali, lakini kwa kuwa ushindi wake ulikuwa challenged mahakamani, lakini na mimi nilisimama kwa upande wake, kwa upande wa serikali, lakini Mwenyezi Mungu akajalia hata hatukwenda mahakamani, likafutwa, tukasonga mbele na akasonga mbele hadi sasa hivi. Na nakumbuka mara ya mwisho ambayo nilimwona ndugu yangu ni tarehe 8 mwezi wa 2 mwaka huu, nyumbani kwake jioni akiwa ametoka Dodoma. Kwa kuwa yeye amesaidia parokia hii mambo mengi, hasa ya ardhi. Tuna kiwanja kiko mbele ya kanisa, na katika ramani ya mwaka 1997 inaonyesha ni clinic site. 2002 tulipewa barua na kata ya Kawe kwamba sisi kanisa tulinde kiwanja kile kisiingiliwe, baadaye tuombe ili kuendeleza kwa lile kusudi lililotarajiwa, kwa maana ya kujenga kliniki. Na sisi kanisa tukawa na hamu hiyo ya kujenga kliniki, kwanza specialized clinic kwa upande wa kina mama na watoto na wazee. Sasa tangu wakati huo hadi muda huu hatujaweza kupata kiwanja, lakini kuna watu wanaishi humo, wengine hatujui hata biashara gani inaendelea. Kwa hiyo siku ya mwisho mheshimiwa akanishauri, nenda ukamwone kamishna wa ardhi. Nikaenda kwa kamishna, na yeye kwa maelekezo ya mheshimiwa, na mheshimiwa alisema nikirudi tutachanganya na yale aliyokueleza kamishna, alafu na mimi tuende pamoja. Mheshimiwa amerudi, sikuweza kumwona, lakini kwa kuwa aliniambia anakwenda kwa matibabu, nikasema labda tuache kwanza apumzike. Wakati nasubiri, Jumatano asubuhi nikiwa hospitali ya CCBRT, kwa ghafla mwanangu akanipigia simu, akaniambia unajua rafiki yako hayupo tena. Nikamwambia wewe achana na mambo ya mtandao. Nikaendelea na matibabu, nikamaliza, ikabidi from the hospital straight nyumbani kwa Lukuvi. Kwa kweli nikahakikisha ni kweli, lakini tukasema ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lile ambalo alikuwa amepanga nije kuonana naye kwa ajili ya hiyo clinic site, sasa mimi nadhani hii kazi njema ambayo alikuwa ameianza. Nimeona mkuu wa wilaya yuko hapa, wilaya ya Kinondoni, tafadhali sana, na mkuu wa mkoa yupo pia.
Mkuu wa mkoa yupo pia. Wamama na watoto eneo hili na wazee kama mimi tuna matatizo mengi sana. Ninamwona Angela Kairuki, ni mwanangu huyu. Kwa kweli mimi baba nimekaa naye tangu tuko AG Chambers, naye amekuwa waziri na mimi ni mja wa Bwana, naitumikia nchi hii kwa maongozo yenu nyie, lakini nawaomba kwa pamoja muwezeshe ili ile nia ya kanisa. Wanakuja watu, wanakuja wafadhili, tuweke wapi? Hatuna mahali pa kuweka, lakini eneo lipo, lakini kuna watu sijui wamepewa kihalali, lakini hadi sasa hivi ukiangalia ramani ni clinic site, ukiangalia satellite kuna vibanda vimo, ni vya nani hatujui. Mkuu wa mkoa, najua wewe ni imara, wewe ni mchapakazi, utatusaidia. Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante sana.